ni amri ya Bwana. Hata hivyo huachilia baraka na ulinzi wa mali zetu. Kutoa zaka ni amri ya Bwana. Tunapotoa zaka, Bwana ndipo anapoachilia baraka kwetu, na pia anatuwekea ulinzi katika mali zetu, kwa sababu zaka ni utimilifu wa Mungu wa haki yake, lakini ni utii kwa sisi. Kwa sisi ni utii kwa Mungu wetu. Amina. Kwa hiyo tunapomtii Mungu kwa kutoa zaka, maana yake Bwana ataachilia baraka, lakini pia ataweka ulinzi katika mali zetu, katika kila maungio yale ambayo amekusudia Mungu tumtolee. Amina. Katika mstari wa kukumbuka, mwalimu anasema leteni zaka kamili ghalani, ili kiwemo chakula katika yangu, mkajaribu kwa njia hiyo, asema Bwana wa majeshi, mjue kwamba sitawafungulia madirisha ya mbinguni na kuangalieni na kuwamwagieni baraka, hata nisiwepo nafasi katika ya kutosha, au la. Malaki 3:10. Leteni zaka kamili ghalani mwangu, mkanijaribu. Yaani Mungu anaomba tujaribu, kwa sababu amegundua bado hatuna imani ya kujitosheleza katika mioyo yetu. Amini. Kwa hiyo kutokana na changamoto ambazo ameziona kwetu, anatuomba tumjaribu ili tupate kuamini kwa habari ya neno hili ambalo anazungumza kwa kupitia kile cha nabii Malaki. Leteni zaka kamili. Amina. Tunatakiwa kutoa zaka kamili na kwa uaminifu. Tena Mungu ameomba tumjaribu katika sehemu zote katika Biblia nzima, sehemu ambapo Mungu amesisitiza mwanadamu kumjaribu ili tuone kama hatatutendea. Malaki 3:10 imeandikwa. Somo letu linatoka katika kitabu cha Malaki 3:10 ambao nimesoma hapo juu. Amina. Hayo ndio maandiko ya somo, na utangulizi unasema zaka ni sehemu ya 10 ya mapato ya mtu. Zaka ni sehemu ya 10 ya mapato ya mtu. Kabla ya sheria ya watu wakuu wa Mungu au mababu wa taifa la Israeli waliotoa zaka, Abrahamu alikuwa mtu wa kwanza kumtolea Mungu sehemu ya 10 ya vitu alivyopata kama mateka ya vita. Yakobo naye alipokimbia kwa usalama wa maisha yake katika nchi ya mbali, aliahidi kumpa Mungu zaka, yaani sehemu ya 10 ya mali yake, kama Mungu angemrudisha salama. Tuangalie mwanzo hapo, Mwanzo 14:17. Na mwingine tuangalizie Ibrania 7:4. Ibrania 7:4. Mwanzo 14. Mwanzo 14:17. Mwanzo 14:17. Amina. Abrahamu aliporudi kutoka kumpiga Kedorlaomer na wale wafalme waliokuwa pamoja naye, mfalme wa Sodoma akatoka amlaki katika bonde la Shara, nalo ni bonde la mfalme, au ni bonde la mfalme. Amina. Na Melkizedeki mfalme wa Salemu akaleta mkate na divai, nayo alikuwa kuhani wa Mungu aliye juu sana. Akambariki akasema, Abrahamu na abarikiwe na Mungu aliye juu sana, muumba wa mbingu na nchi. Ahimidiwe Mungu aliye juu sana, aliyewatia adui zako mkononi mwako. Abrahamu akampa fungu la 10 la vitu vyote. Amina. Ibrahimu alikuwa mtu wa kwanza kumtolea Mungu fungu la 10. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo katika historia ya Biblia tunaona fungu la 10 alianza kutoa Ibrahimu kwa Mungu. Amina. Na mtu wa pili alikuwa Yakobo. Yakobo alitoa fungu la 10 kwa Mungu mara baada ya kumwahidi Mungu ya kwamba kama Mungu atamrudisha salama mahali alipotoka, basi atafanya hivyo. Amina. Ibrania 7:4. Ibrania 7:4.